Twende tukaangalie matumizi ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu kwanza ni silaha katika ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa roho kuna silaha 3 ambazo tunatakiwa kuzitumia kila siku. Silaha ya kwanza ni jina la Yesu. Damu ya Yesu, matumizi ya kwanza, inatumika kama kuosha dhambi za ulimwengu au za watu. Ufunuo 7 mstari wa 13. Mstari wa 13. Akajibu mmoja wa wale wazee. Kwenye hii ufunuo wa Yohana ni aliona kwenye maono, ambapo kwenye hii inaelezea alishiriki kwenye ibada ya mbinguni. Kwa hiyo hapa kwenye mstari wa 13, akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Mstari wa 14, nikamwambia, Bwana wangu wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana-kondoo. Mstari wa 15, kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao. Mstari wa 16, hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hali iliyo yote. Mstari wa 7, kwa maana huyo mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchem za maji yenye uhai, na Mungu atayafuta machozi yao yote katika macho yao. Kwa hiyo ni kazi ya kwanza ya damu ya Yesu, kusafisha dhambi za ulimwengu. Kazi ya pili, damu ya Yesu inatumika kama a mode of exchange, kwa maana sisi tumenunuliwa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo ni kama inatumika kama mbadilishano, kwamba Bwana Yesu alijitoa uhai wake akatununua sisi ili sisi tupate uzima wa milele na kusamehewa dhambi zetu. Tusome Petro wa kwanza mstari wa kwanza. Petro wa kwanza 1:18 mpaka 19. Petro. Nanyi 18, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Ya 19, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana-kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Amina. Ufunuo wa Yohana 5 mstari wa 9. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Hiyo kazi ya pili. Kazi ya tatu, damu ya Yesu inatumika kama kuondoa dhambi za ulimwengu. Tukisoma Mathayo 26
mstari wa 28. Mathayo 26 mstari wa 28. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Tukisoma Yohana 1 mstari wa 29. Siku ya pili yake amwone Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana wa kwanza 2:2. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Wakolosai 1 mstari wa 20. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Kwa hiyo ni kazi ya tatu. Damu ya Yesu inatumika kuondoa dhambi za ulimwengu. Kazi ya 4, damu ya Yesu inatumika kutunenea mema. Inavunja maagano, inafuta maagano yoyote yale yalitumika, yaliyofanyika juu yetu. Unaweza ukaitumia damu ya Yesu kwa ajili ya kufuta hayo maagano, ikanena mema kwenye maisha yetu, maagano ya kifamilia, maagano yoyote yale yaliyofanyika ya damu za wanyama. Kwa hiyo unaweza ukaitumia ile damu ya Yesu kwa ajili ya kufuta hayo maagano, kwa sababu damu ya Yesu inatunenea mema. Waebrania 12 mstari wa 24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Amina. Kwa hiyo hizo ni matumizi 4 ya kutumia damu ya Yesu. Kwa nini nimefundisha? Ni kwa sababu tunataka kufanya maombi ya utakaso kwa ajili ya kujitakasa, kwa ajili ya kuomba rehema kwa Mungu, kwa ajili ya kujitakasa tena, kwa ajili ya kumrudia Mungu kwa maovu, kwa vitu vyote ambavyo tumefanya. Inawezekana ni mambo mengi, kuna vitu vimetukatisha tamaa, kuna vitu vimeturudisha nyuma, hatujafanya kama tulivyokuwa tunafanya toka awali. Zamani hatukuwa tunafanya hivi. Yaani kuna vitu vingi ambavyo havipo sawa. Hata sasa hivi ukiangalia unaona kabisa kwamba hatupo sawa. Kanisa halipo sawa kabisa. Yaani unaona watu hawaji ibadani, watu hawaji kuomba, watu hawaimbi. Yaani tupo tu ili mali tupo, lakini hatusimami katika nafasi zetu. Tupo maneno, tunachafua kanisa, tunaweka unajisi kwenye kanisa. Maneno ni mengi, tunavunjana moyo, tunasemana vibaya, tunawasema watumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu hapendelei. Amesema tufanye maombi ya utakaso kanisa. Tufanye maombi ya utakaso, tumlilie Mungu. Mungu anasema katika hali ambayo watu wanatakiwa wamkimbilie Mungu. Ukiangalia kwa mazingira jinsi yalivyo, watu wanatakiwa wamkimbilie Mungu sasa hivi kutokana na mambo yanayoendelea. Lakini watu ndo wanalikimbia kanisa, yani wanamkimbia Mungu. Kwa hiyo wameacha nyumba yake iko wazi. Hakuna, yani kuko ovyo.
Kwa hiyo Mungu anataka tumrudie kwa toba na utakaso tukitumia damu ya Yesu. Amina. Amina. Kwa hiyo twende mbele za Mungu kwa kumaanisha, anasema watu wangu wataishi kwa imani. Imani maana yake sio, yani ile neno imani ni zito sana. Sio jepesi kama tunavyosema tu ni imani. Lakini ukiangalia, nilikuwa namwambia baba jana, ukiangalia Mungu alivyowatoa Wanaisraeli kule kwenye utumwa, Musa alifanya kwa imani kwa sababu alimwamini Mungu kwamba atafanya. Lakini tunaona pale walipotoka kule, wamefika wamekutana na bahari, wameanza tena kurudi nyuma kwamba inakuaje sasa, tumetoka kule, tulikuwa tunaishi vizuri, tulikuwa tunafanyaje, ingawa tulikuwa tunateseka, lakini tulikuwa tunajua tutalala, tutakula, tutafanyaje. Musa, unatuleta wapi tena? Tunakutana na sisi tutakufa hapa. Lakini Mungu alikuwa anataka kupima ile imani yao kwamba hao wananiamini kweli. Inawezekana hata muujiza wa Mungu ulikuwa na wale kutembea juu ya maji, yani wapite. Lakini waliweka imani yao ikawa haba. Mungu akasema okay, kwa vile hawajaamini hiki basi ambacho ninataka kukifanya, basi nipasue bahari ili wapite waone kwamba mimi ninaweza. Au ukiangalia kwa Daudi pia. Ukiangalia kwa Daudi alikuwa anamwamini Mungu. Yaani imani yake yule aliweka imani 100 kwa Mungu kwamba mimi ninaweza nikamuua huyu Mfilisti. Ingawa ni alikuwa ni giant, mtu wa kutisha, ambao Biblia inaelezea kwamba yule alikuwa kwenye vita alikuwa anavaa garments zile ya chuma, kwamba manake hakuna silaha ambayo inaweza ikamfikia ikampenya kwenye ule mwili wake. Umeelewa? Alafu alikuwa amepanda, yani kwamba nilikopo nilijabali. Lakini ile imani ya Daudi kwamba I can do this, huyu ninaweza nikamuua mimi, ndio Mungu alikuwa anataka. Ile imani ndogo, na ukiangalia ni kitu kidogo tu, ni kile kijiwe ambacho Daudi ndo alimuua yule Mfilisti. Kwa hiyo unaona jinsi Mungu anavyotaka kwamba kuonyesha kwamba mimi ninaweza, hata kutokana na hali hii ambayo naipitia, Mungu anaweza akafanya kitu. Mungu anaweza akanivusha hapa. Ndio hicho kitu ambacho Mungu anakitaka. Yaani anataka kwako, yani usiangalia yale mazingira kwamba kama Daudi angemwangalia yule Mfilisti kwamba huyu mbona ni giant, alafu Daudi ni mfupi, lenyewe ni lirefu, limevaa mavazi ya chuma, mavazi ya vita, kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikamgusa, angeshindwa. Lakini kwa imani yake kwamba yeye anasema ni nani huyu ambaye anamtukana Mungu? Ni nani? Kwamba alionyesha ile hasira kwamba mimi ninaweza nikamudu huyu. Kwa kile kitu kidogo tu, hapo ndo Mungu, yani ukiangalia, ukisoma na kuitafakari, ni kitu kidogo sana ambacho kilitumika kumuua yule Mfilisti. Na hakutumia nguvu, hakutumia upanga, hakutumia, yani Mungu alikuwa anataka tukuonyesha kwamba ukiamini na ukakubali, ni kweli Mungu anaweza akafanya. Amina. Kwa hiyo Mungu anataka ile imani yetu kwake, anataka tumwamini. Akisema wenye haki yangu wataishi kwa imani. Kwa maana kwamba sio kwamba hatutajaribiwa, sio kwamba hatutapita tunapopita, lakini kwa imani kwamba kuna Mungu. Mungu anaweza kanivusha. Mimi ninamwamini Mungu. Mungu anaweza kanitoa hapa. Ile ndio kitu Mungu ambacho anakitaka kwetu sisi hapa. Kwa hiyo lakini sasa hivi sisi tumepoteza ule uaminifu. Yaani hatumwamini Mungu. Yaani unaona kwamba wewe jaribu lako ni kubwa. Yaani kwamba mtu unakimbia kwa Mungu baada ya kumkimbilia Mungu, yani wewe unatoka kwa Mungu kabisa. Kwamba naomba kila siku lakini Mungu ajibu. Hapana. Yaani Mungu anataka tumwamini. Ni kitu kidogo. Imani ndio ile Yesu alisema, yani ile imani kama ukiamini kama ile chembe ya haradali. Kwa hiyo unaona jinsi Mungu anavyotaka tu kwa asilimia ndogo tu ukiweka imani kwa Mungu, Mungu anafanya. Hata ile kubwa haitaki. Ile ndogo tu kwamba unaweza ukasema huu mti ukang'oka na ukahamia sehemu nyingine. Kwa hiyo hiyo imani ndio Mungu anayotaka kwetu. Amina. Mungu anataka hiyo imani kwetu ili atubadilishe, ili tumuone yeye kwenye maisha yetu. Amina. Kwa hiyo tujiandae kwa ajili ya maombi ya moto. Ataongoza baba maombi ya utakaso, kuomba rehema kwa Mungu, pia kutumia damu ya Yesu kuomba rehema kwenye familia zetu, kwenye kanisa, kwenye nchi, hasa katika kwetu sisi hapa, kuomba rehema kwa Mungu, kwa maana tumetenda maovu mengi, hatujasimama katika nafasi zetu.
viongozi hatujasimama katika nafasi zetu, wachungaji hatujasimama katika nafasi zetu, washirika hatujasimama. Hivi jamani, tunaamshwa na Mungu. Mungu anatupa nafasi kila siku itwapo leo, anatupa nafasi ya kuwa hai tena. Anatupa pumzi. Kuna wengine wanakufa saa hizi, kuna wengine wanapata ajali, kuna wengine, yani vitu ni vingi sana ukiviangalia. Lakini yani tumetoka kwa Mungu. Yani tunamchukulia Mungu kimazoea, tunafanya kimazoea kila siku kwamba tutaamka kesho, tutaamka kesho, tutaamka kesho. Parapanda ikilia sasa hivi, uko sawa? Uko sawa kuondoka? Umejiandaa kuondoka? Uko sawa? Moyo wako, ndani yako uko sawa? Hebu jitathmini leo, uko sawa? Ni yule mtu ambaye Mungu alimchagua toka mwanzo, yani kwamba ni yule mtu ambaye alikuwa na kiu ya kumtafuta Mungu, alikuwa na kiu ya kumuona Mungu kwenye maisha yake. Ni wewe wa sasa hivi? Hebu jitathmini, jitafakari kwenye maisha yako. Wapi ulipoanguka ukatubu. Amina. Kwa hiyo tusimame tuombe rehema na toba kwa Mungu. Rehema na toba kwa Mungu. Tuombe rehema na toba kwa Mungu. Cha pili, tutatumia damu ya Yesu kwa ajili ya kujitakasa. Utakaso wa damu ya Yesu. Ndio maana hili neno limeachiliwa leo. Utumie ile damu ya Yesu kwa ajili ya utakaso. Amina. Amen. Inanena mema, Yesu inanena mema, inanena mema. Hiyo damu ya Yesu bado inanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. Damu inanena mema, damu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema. Damu inanena, damu inanena mema, inanena mema, damu inanena mema, inanena mema, damu inanena mema, inanena mema, damu inanena mema, damu inatusafisha, damu inatusafisha, damu inatusafisha, inatusafisha, damu inatusafisha, damu inatutakasa, 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 damu inatutakasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Biblia kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 mpaka ule wa 14 inasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Mstari wa 14, ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji na Zaburi ile ya 51 ule mstari wa 1 mpaka wa 5 anasema, ee Bwana unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu yote, unioshe kabisa uovu wangu wote, unitakase dhambi zangu zote.
maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Wewe ujulikane kwamba ni mwenye haki unenapo, bali kwangu iko aibu ya uso. Sema unioshe kwa hisopu, nami nitakuwa safi. Kwa hiyo mzaburi baada ya kukosana na Mungu akaenda kwa toba na rehema, akalalua moyo wake mbele za Bwana. Mahali pengine akasema mzaburi, nami nitaitangaza dhambi yangu mbele za Bwana, nitaiweka wazi mbele za Bwana ili Bwana ajue. Sema Bwana, Bwana, unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa uovu wangu, unitakase dhambi zangu kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari, inayonena mema siku zote kwa ajili yangu. Nakusihi Bwana kwa rehema zako, yafute makosa yangu, yatakase dhambi zangu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Maana nimejua dhambi yangu, nimeyajua makosa yangu, ndio maana ninakuja kwako nikitubu na kuungama mbele zako. Nisamehe, tuachilie kanisa lako, watoto wako, tuachilie kwa toba, kwa rehema, kwa damu ya Yesu. Tuachilie kwa mioyo yetu, iachilie kila hatia tulionayo. Damu ya Yesu ikaiondoe, damu ya Yesu ikaiondoe. Maana wewe Bwana Yesu ulilipa deni langu pale Kalvari, gharama ya dhambi zangu, gharama ya uovu wangu, gharama ya makosa yangu ulilipa wewe pale Kalvari, ulilipa wewe pale Kalvari. Saiba Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma, unitakase, ruhusu damu yako inisafishe, inioshe, initakase, iniondolee kila udhalimu, iniondolee kila uovu, iniondolee kila hatia, kila mashtaka yaliyoletwa mbele zako, kama vile shetani alivyopeleka mashtaka dhidi ya Ayubu mbele zako. Na mashtaka yaliyoletwa mbele zako kinyume changu, sahi Bwana, kwa damu ya Yesu iliyonipa gharama, yakafutwe kila uhalali uliokuwa nayo, kila uhalali ukaondolewa kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa kuwa Bwana Yesu alishalipa gharama. Nami ninakuja kwenye ulimwengu wa roho, ninaitia damu ya Yesu, ninaitia ukombozi, ninaitia utakaso, ninaitia rehema zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba sasa nguvu ya damu ya Yesu ianze kutenda kazi kwenye maisha yangu. Nguvu ya damu ya Yesu ianze kunitakasa, ianze kunisafisha, ianze kuniosha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ruhusu sasa nguvu ya damu ya Yesu, ruhusu sasa maisha yangu, ruhusu utakaso kwa damu ya Yesu, ruhusu utakaso kwa damu ya Yesu.
ikatakase mioyo yako, ikatakase moyo wako, damu ya Yesu Kristo ikatakase maisha yako, ikatakase moyo wako, ikatakase fahamu zako, ikatakase maisha yako, damu ya Yesu ikanene mema. Takasa Bwana, takasa maisha yako, takasa uzao wako, takasa kanisa kwa damu ya thamani, takasa maisha yetu, tuoshe kwa damu yako, tusafishe Bwana kwa hisopo, tutakuwa safi mbele zako, rehema zako Bwana, takasa Mungu wetu kwa damu ya thamani, takasa Baba, takasa Baba, takasa Baba, takasa kusanyiko, takasa roho zetu, takasa nafsi zetu, takasa 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 takasa, safisha Bwana, safisha Bwana, safisha Bwana. Wewe unasema kwenye Waebrania sura 12 ule mstari wa 24 ya kwamba damu ya Yesu, damu ya mchumba wa agano jipya inenayo mema kuliko damu ya Habili. Damu ikanene sasa, na iachilia damu ya Yesu, na isi damu ya Yesu ikanene mema kwenye hili kusanyiko, ikanene mema, ikanene mema kwa damu ya Yesu. Inua tena watu wako kwa damu ya Yesu, inue tena kanisa kwa damu ya Yesu, takasa mioyo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Unasema kwenye Isaya sura ya 52 ule mstari wa kwanza na wa pili ya kwamba tazama, mkono wako Baba haujapunguka na sikio lako halijawa zito hata usiweze kusikia, lakini maovu yetu, lakini dhambi zetu zimetufarakisha na wewe, zimetutenga na wewe. Tunakuja kwako Bwana, tunatubia leo uovu wetu, tunatubia leo makosa yetu, tunatubia leo dhambi zetu kwa damu ya Yesu. Tutakase Bwana, tusafishe Bwana, tutakase Bwana, tutakase Bwana, maana umesema dhambi zetu zijapokuwa nyekundu kama bendera, lakini zitang'aa kama sufu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita kuleta utakaso, kuleta upatanisho, kuleta utakaso, kuleta upatanisho, kuleta upataso, kuleta upatanisho, kuleta utakaso. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikatakase, ikatakase kila nafsi ya mahali hapa, kila nafsi ya mahali hapa, kila roho ikatakaswe kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho. Mavazi yetu, mavazi yako, mavazi yetu yaliyochafuliwa kwenye ulimwengu wa roho yakafuliwe tena, yakafuliwe tena, yakafuliwe tena, yakafuliwe tena, yakafuliwe tena, yakafuliwe tena. Mavazi yetu yakawe meupe tena, mavazi yetu yakang'ae tena, kama vile omo inaweza kutakasa inaweza kutakasa madoa, kama omo inaweza kutakasa madoa. Damu ya Yesu inaondoa kila mawaa, inaondoa kila madoa, inaondoa kila madoa. Kinda la bashata reke kalinda makonia rimando veke tere masanto rikapoli andekata repo kondere basanta rikatarita patanda ramba topeke talenta rikataya tapata reke seke teke. Kila unapokosea, kila unapotenda dhambi, doa linaingia, doa linaingia. Mavazi yamekuwa na madoa doa, mavazi yamekuwa na madoa mengi kwa sababu ya maovu, kwa sababu ya dhambi za kujirudia rudia. Mavazi yetu yamekuwa makuukuu, mavazi yetu yamekuwa makuukuu kwenye ulimwengu wa roho. Na iomba damu ya Yesu, hakuna kinachoshindikana kwa damu ya Yesu, hakuna kinachoshindikana. Damu ya Yesu iko, damu ya Yesu iko. Itia damu ya Yesu, 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 itia damu ya Yesu. Kila ukuukuu, kila
kila mavazi yaliyokuukuu, kila mavazi yaliyochakaa kwenye ulimwengu wa roho. Iko damu ya Yesu inaweza kutakasa, iko damu ya Yesu inaweza kutakasa. Naiona nguvu ya damu ya Yesu, naiona nguvu ya damu ya Yesu, ninaiona kwenye ulimwengu wa roho, ninaiona kwenye ulimwengu wa roho, ile nguvu ya damu ya Yesu, ile nguvu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, naiona ile nguvu yake. Alichinjwa pale Kalvari, alichinjwa pale Kalvari, damu yake ilimwagika, damu yake ilimwagika, damu yake ilimwagika. Iko mbele za Bwana, inanena mema pale, iko mbele za Bwana, inanena mema pale. Ita ile damu, ita ile damu, ita ile damu, ita ile damu, ita ile damu. Ile damu ina nguvu, ile damu ina uweza, ile damu ina mamlaka. Anasema nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Amepewa mamlaka ya kusamehe dhambi, amepewa mamlaka ya kutakasa, amepewa mamlaka ya kusafisha. Anayo Bwana Yesu. Weitia ile damu, weitia ile damu ikapite, itia ile damu ikapite. Unajua damu ya Yesu ni sawasawa na unapowasha taa ya umeme, uiambie kwamba giza liondoke. Ukiwasha taa tu giza linaondoka lenyewe. Ukiita damu ya Yesu mahali popote, ikipita damu ya Yesu, dhambi inaondoka, dhambi inaondoka, dhambi inaondoka. Damu ya Yesu ikipita kwenye mavazi, nguo inatakaswa, nguo inatakaswa, nguo inatakaswa, nguo inatakaswa, nguo inatakaswa kwenye ulimwengu wa roho. Naomba damu yako ipite Baba, naomba damu ipite, 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 naomba damu ipite kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho. Naiomba damu yako ipite, naiomba damu yako ipite, yenye kutakasa, yenye kusafisha, yenye kutakasa, yenye kusafisha. Ipite sasa, ipite sasa, ipite sasa, ipite sasa, ikalete upatanisho, ikalete toba, ikalete upatanisho, ikalete upatanisho mahali ambapo tumekosana na Mungu. Damu ya Yesu katupatanishe, damu ya Yesu inapatanisha, damu ya Yesu inapatanisha. Iko sauti kwenye damu ya Yesu, iko sauti kwenye damu ya Yesu, iko sauti kwenye damu ya Yesu, iko sauti kwenye damu ya Yesu. Ndio maana Biblia inasema damu ya Yesu inanena mema. Iko sauti kwenye damu ya Yesu, 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 iko sauti kwenye damu ya Yesu. Ikipita haipiti kimya kimya, inapita inanena, inapita inanena, inapita inanena, inapita kwenye nafsi, inapita kwenye nafsi, inapita kwenye roho, inapita kwenye moyo, inapita kwenye damu, inapita kwenye nyama, inapita kwenye ngozi, inapita kwenye mifupa, inapita kwenye ulimwengu wa roho, inapita ile damu, 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 inapita ile damu kwenye kila chanzo, kwenye kila chanzo, kwenye kila chanzo inapita damu ya Yesu, inapita damu ya Yesu, inapita, 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 inakomboa, inakomboa, inakomboa roho, inakomboa nafsi, inakomboa maisha, inakomboa uhai, inakomboa hatima, inakomboa hatima, inakomboa hatima, inakomboa kusudi la Mungu, inakomboa roho za watu, inakomboa roho za watu, inakomboa roho za watu, inakomboa roho za watu, inakomboa, 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 inakomboa damu ya Yesu, inakomboa damu ya Yesu, inakomboa damu ya Yesu, inakomboa damu ya Yesu. Wewe nyunyiza damu ya Yesu, wewe nyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu ya kunyunyizwa ya agano jipya. Wewe nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu. Utakapo inyunyiza inanena pale, nyunyiza kwenye madhabahu,
nyunyiza kwenye madhabahu yako ya ndani, nyunyiza kwenye madhabahu yako ya ndani, nyunyiza kwenye madhabahu yako ya ndani, nyunyiza damu ya Yesu kwenye madhabahu yako ya ndani, nyunyiza damu ya Yesu kwenye madhabahu ya moyo wako, kwenye madhabahu ya moyo wako, kwenye madhabahu ya moyo wako ambao umekuwa mdanganyifu. Ukikudanganya una tabia za kufisha. Mungu anasema anaujua moyo wako, anaujua moyo wangu, una tabia za kufisha, ni mdanganyifu. Nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu. Wengi wamedanganywa na mioyo yao, wamedanganywa na tamaa zao, wamevutwa mbali na Mungu, wametolewa kwenye upendo wa Mungu, wamevutwa na mioyo yao, wamevutwa na tamaa zao. Nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza kwenye madhabahu ya ndani, nyunyiza kwenye madhabahu yako ya ndani, nyunyiza damu ya Yesu kwenye madhabahu ya ndani, kwenye madhabahu ya ndani. Madhabahu ya ndani, kwenye madhabahu ya ndani, kwenye madhabahu ya ndani, kwenye madhabahu ya ndani. Nyunyiza damu ya Yesu, 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 nyunyiza damu, nyunyiza damu, nyunyiza damu, nyunyiza damu kila eneo, kila eneo lililolaaniwa, kila eneo lililo na uovu. Nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu kwenye madhabahu ya mahali hapa. Achilia damu ya Yesu kwenye hii madhabahu, achilia damu ya Yesu kwenye hii madhabahu ya praise, achilia damu ya Yesu kwenye madhabahu ya mahali hapa. Takasa hiyo madhabahu, 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 takasa, takasa, takasa Bwana, takasa Bwana, takasa Bwana, safisha Bwana, safisha Bwana, takasa 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 kusanyiko, takasa kusanyiko, takasa mahali hapa, takasa anga la mahali hapa, takasa kwenye ulimwengu wa roho, takasa Bwana, takasa Bwana, takasa Bwana, takasa Bwana, takasa, 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 takasa mawazo ya mioyo yetu, mawazo ya mioyo yetu, mawazo ya mioyo yetu, mawazo ya mioyo yetu, mawazo ya mioyo yetu yakatakaswe leo, yakatakaswe leo, yakasafishwe leo, yakaoshwe leo, yakaoshwe leo, kila uchafu, kila takataka ukasafishwe leo, ikatakaswe leo kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo.